Serikali ya Zanzibar imechukua hatua za kisheria kufuatia ripoti za kukamatwa kwa meli iliyosajiliwa nchini Tanzania iliyokuwa na dawa za kulevya aina ya cocaine nchini El Salvador. Msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania, Gerson Msigwa, amethibitisha kuwa meli hiyo ilisajiliwa visiwani Zanzibar. Mamlaka za kisiwa hicho cha Zanzibar zimewasiliana na idara ya kimataifa ya masuala ya baharini kwa utambuzi wa meli hiyo pamoja na wachunguza mawakala wote waliohusika kwenye kusaini mkataba wa meli hiyo ili wapokonywe leseni. Meli hiyo FMS Eagle yenye usajili wa Tanzania ilikamatwa El Salvador ikiwa na angalau tani 6.6 za dawa za kulevya. Watu 10 kutoka Colombia, Nicaragua, Panama na Ecuador walikamatwa na wanatarajiwa kufikishwa mahakamani. Awali nimezungumza na Hamza Juma, waziri wa nchi ofisi makamu wa pili wa rais, kutaka kujua wao kama Zanzibar wamepokeaje habari hizi za kukamatwa kwa meli hiyo. Kwa kweli sisi kwa upande wetu kama serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, ambapo meli hiyo ndio ilikosajiliwa ambayo inapeperusha bendera ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kweli tumesikitishwa sana na tukio hilo ambalo sio la kiungwana, kwa sababu ni tukio ambalo silo ambao makubaliano wetu wakati wa usajili wa hiyo meli. Meli tumeisajili kwa ajili ya kupakia bidhaa na mizigo ya kawaida ambayo imekubalika kisheria dunia nzima. Sasa wakati imetumika meli ambayo imesajiliwa Tanzania kwa kusafirisha madawa ya kulevya, kwa kweli serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inalaani vikali hilo tukio ambalo limetokezea. Bwana Waziri, nani wamiliki wa meli hiyo? Wamiliki wa meli hii, kuna kampuni inaitwa Eagle. Hiyo ndo kampuni ambayo inaumiliki hiyo meli, na ndio hiyo ambayo imesajiliwa kwa namba hii ambayo tunahitaji hapa, IMO namba 820304. Tangu kutokea kwa taarifa hizi za meli hiyo kukamatwa ikiwa na dawa za kulevya, kama serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, mpaka sasa mmechukua hatua gani? Sisi kwanza, taarifa ya meli kukamatwa na madawa ya kulevya hatukuipata katika taarifa rasmi, isipokuwa tulikuja kuipata kwenye mitandao ya kijamii siku ya tarehe 17 baada ya kusikia kwamba meli hiyo inapeperusha bendera ya Tanzania na imesajiliwa hapa Zanzibar kupitia mamlaka ya usafiri baharini, yani Zanzibar Maritime Authority. Sisi moja katika hatua tuliochukua, tulianza kuwasiliana na vyombo vya kimataifa. Wizara yetu ya mawasiliano, wizara yetu ya miundombinu ilifanya mawasiliano na Interpol kutaka kujua hizi taarifa. Tunashukuru sana Interpol kwamba kweli kuna taarifa